Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Karibu moja kwa moja katika makala ya leo, ambapo tutajifunza wanyama ambao Mwenyezi Mungu ameturuhusu kuwala na wale wanyama ambao hatujaruhusiwa kuwala. Karibu na makala yetu moja kwa moja, itatuongoza kupitia kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa 47. Karibu na moja kwa moja tuianze makala yetu. Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, neneni na wana wa Israeli mkiwaambia, wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala katika hayawani yote walio juu ya nchi. Kila mnyama mwenye kwato katikati ya miguu yake, mwenye miguu ya kupasuka kati, mwenye kucheua katika hayawani, hao ndio mtakao wala. Pamoja na hayo, wanyama hawa hamtawala katika wale wenye kucheua na katika wale walio na kwato. Ngamia kwa sababu hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na wibari kwa sababu yeye hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na sungura kwa sababu hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati, lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu. Msile nyama yao wala msiguse mizoga yao, hao ni najisi kwenu. Katika hao walio ndani ya maji mtakula, hawa kila aliye na mapezi na magamba ndani ya hayo maji na ndani ya bahari na ndani ya mito mtakula hao. Na hao wote wasio na mapezi na magamba ndani ya bahari, ndani ya mito, katika hao waendao majini na katika wote wenye uhai waliomo majini, hao ni machukizo kwenu. Watakuwa machukizo kwenu, msile nyama yao, na mizoga yao itakuwa machukizo. Kila asiye na mapezi wala magamba aliye ndani ya maji ni machukizo kwenu. Kisha katika ndege hawa watakuwa ni machukizo kwenu, hawataliwa, ndiyo machukizo: tai na furkobe na kipungu na mwewe na kozi kwa aina zake, na kila kunguru kwa aina zake, na mbuni na kiruka njia na dudumizi na kipanga kwa aina zake, na bundi na mnandi na bundi mkubwa na mumbi na mwari na mderi na korongo na koikoi kwa aina zake, na hudihudi na popo. Tena vyote vitambavyo vyenye mabawa viendavyo kwa miguu minne, hivi ni machukizo kwenu. Pamoja na hayo, hivi vitambavyo vyenye mabawa viendavyo kwa miguu minne ni halali kula, hao walio na miguu mirefu ya kurukia juu ya nchi. Katika hao mnaruhusa kuwala nzige kwa aina zake, na nzige kuu kwa aina zake, na panzi kwa aina zake, na parare kwa aina zake. Lakini vyote vitambavyo vyenye mabawa vilivyo na miguu minne ni machukizo kwenu. Nanyi mtakuwa najisi kwa wanyama hao. Kila atakayegusa mzoga wao atakuwa ni najisi hata jioni. Na mtu awaye yote atakayechukua chochote cha mizoga yao atafua nguo zake, naye atakuwa najisi hata jioni. Kila mnyama aliyepasuliwa kwato, naye hana kwato mbili wala hacheui, huyo ni najisi kwenu. Kila agusaye wanyama hao atakuwa ni najisi. Tena kila mnyama aendaye kwa vitanga vyake katika hao wanyama wote waendao kwa miguu minne, hao ni najisi kwenu. Awaye yote atakayegusa mizoga yao atakuwa ni najisi hata jioni. Na huyo atakayechukua mizoga ya wanyama hao atafua nguo zake, naye atakuwa ni najisi hata jioni. Hao ni najisi kwenu. Tena katika vitu vile vitambavyo juu ya nchi, hivi ni najisi kwenu: kicheche na panya na mjomba kaka kwa aina zake, na guruguru na kenge na mjusi na goromoe na rumbwi. Wanyama hao ndio walio najisi kwenu. Katika hao watambao, awaye yote atakayewagusa wakisha kufa atakuwa ni najisi hata jioni. Tena kitu chochote cha wanyama hao mmojawapo atakapokiangukia wakisha kufa kitakuwa ni najisi, kwamba ni chombo cha mti au udongo au ngozi au gunia, chombo chochote kitakachoangukiwa ambacho ni chombo cha kufanyia kazi yoyote, lazima kitiwe ndani ya maji, nacho kitakuwa ni najisi hata jioni, ndipo kitakapokuwa ni safi. Na kila chombo cha udongo wanyama hao mmojawapo atakachokiangukia, kila kilichomo ndani yake kitakuwa ni najisi, na hicho
chombo kitavunjwa. Kila chakula kilichomo ambacho ni kuliwa, hicho ambacho maji hutumiwa juu yake kitakuwa ni najisi, na kile kinyweo ambacho ni cha kunywewa kilichomo katika chombo kama hicho kitakuwa ni najisi. Na kila kitu kitakachoangukiwa na kipande chochote cha mizoga yao kitakuwa ni najisi, kwamba ni tanuru au meko ya vyungu vitavunjwa vipande vipande. Ni najisi vitu hivyo, navyo vitakuwa najisi kwenu. Pamoja na hayo, chemchemi au shimo ambalo maji hukusanyika vitakuwa ni safi, lakini hicho kitakachogusa mizoga yao kitakuwa ni najisi. Na kipande chochote cha mzoga kikiwa kimeangukia mbegu za kupandwa zitakazopandwa zitakuwa safi, lakini kwamba hizo mbegu zikitiwa maji na chombo cha mizoga yao kuziangukia ni najisi kwenu. Kama akifa mnyama awaye yeyote ambaye mnaruhusa kumla, yeye anayegusa mzoga wake atakuwa ni najisi hata jioni. Na yeye atakaye kula nyama ya mzoga wake atafua nguo zake, naye atakuwa najisi hata jioni. Yeye atakayechukua mzoga wake atafua nguo zake, naye atakuwa ni najisi hata jioni. Na kila kitu kitambacho juu ya nchi ni machukizo, hakitaliwa. Kila aendaye kwa tumbo lake, na kila aendaye kwa miguu minne, na kila aendaye kwa miguu mingi, maana ni vyote vitambaavyo juu ya nchi, hamtavila kwa kuwa ni machukizo. Msifanye nafsi zenu kuwa chukizo kwa kitu chochote chenye kutambaa kitambacho, wala msifanye nafsi zenu kuwa ni najisi kwa vitu hivyo, mkajipatia uchafu kwa hivyo. Kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu. Takaseni nafsi zenu, basi iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Wala msitie uchafu nafsi zenu kwa kitu kitambacho kwa aina yeyote kiendacho juu ya nchi. Kwa kuwa mimi ni Bwana niliyewaleta kutoka nchi ya Misri, ili kwamba niwe Mungu wenu. Basi mtakuwa watakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Hii ndiyo sheria katika hao wanyama na ndege na kila kiumbe kilicho hai kiendacho ndani ya maji na kila kiumbe kitambacho juu ya nchi, ili kupambanua kati ya hao walio najisi na hao walio safi, na kati ya kiumbe kilicho hai na ambacho chaliwa na hicho kilicho hai ambacho hakiliwi. Hao ndio wanyama ambao Mwenyezi Mungu katuruhusu kuwala, na wale ambao ametukataza tusiwale. Bila shaka umejifunza mengi. Inawezekana ulikuwa huelewi kwamba kuna wanyama tumekatazwa tusile, lakini kuna wanyama ambao tumeruhusiwa tuwale. Unaweza kusoma Mambo ya Walawi sura ya 11 mstari wa 1 hadi wa 47. Asante na kwaheri.